Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo kuhusu F clef au bass clef. Na somo hili litaletwa kwako nami mwalimu Ayubu Romadi Rwegasira. Kabla tujaanza somo letu la leo, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mwisho wa mafunzo haya hakikisha umeelewa maana ya bass clef au F clef, mpangilio wa sauti katika F clef, mpangilio wa sauti katika stafu kwa kufuata F clef, jinsi ya kuchora F clef na kwa nini inaitwa F clef. F clef ni kitambulisho cha sauti za chini. Na ni alama inayotumika kutambulisha sauti za chini ambayo ni sauti ya 3 na sauti ya 4. Hivyo nota zinazowakilisha sauti ya 3 na sauti ya 4 huchorwa katika kitambulisho hiki cha F clef au bass clef. Na zikichorwa, nota ambayo hugeukia juu huwa ni sauti ya 3 na nota ambazo hugeukia chini huwa ni sauti ya 4 kama ambavyo tunaona. Kwa hiyo tukikuta imechorwa alama ya F clef, mesha itakuwa inamaanisha iliyochorwa juu hizi ni sauti za chini ambayo ni sauti ya 3 ambayo imegeukia juu pamoja na sauti ya 4 ambayo imegeukia chini. Kwa nini inaitwa F clef? Inaitwa F clef kwa sababu uchorwa au nukta yake katika kuchorwa huwa katika mstari wa 4 wa stafu. Mstari tuseme tunahesabia kutoka chini kwenda juu. Kwa mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Huwa kwa sababu uchorwa au nukta yake huwa katika mstari wa 4 ambapo do ya msingi ya ufunguo G inakuwepo hapo. Kwa hiyo inakuwa inaitwa F clef kwa sababu do ya msingi ya ufunguo F inaanzia hapo katika mstari wa 4. Tukiichora ile grand staff au ukifuatilia historia ya grand staff tutaweza kunielewa zaidi kwamba F huwa inatoka katika mstari wa 4 kwenye sauti za chini, na hapo ndiko ambako tunaweka alama yetu ya F clef. Kwa utakuta kutoka hapo kwenye F kwenye mstari wa 4 tutazipangilia herufi nyingine za funguo nyingine kama ambavyo inaonekana hapa. Tutakuwa tuna F, tutakuwa tuna G, tutakuwa tuna A, tuna B, tuna C. Nimesha hizi ni do za msingi za funguo nyingine kwenye F clef au kwenye bass clef, na ambavyo zitakuwa zinafanyaje, zinaanza. Lakini hali kadhalika kama utashuka chini utakuwa hapa una F, utashuka nyuma utakuwa una E, utakuwa una D, utakuwa una C, una B, una A, G na kadhalika. Muhimu kuzingatia hapa ni kwamba unafuata vyote, mstari nafasi, bila kuruka mstari wala bila kuruka nafasi. Baadhi ya nota ambazo zinapatikana kwenye mstari na zinazopatikana kwenye nafasi inabidi kuzifahamu ili kuweza kusaidia kupata ufunguo husika ukiwa unatafuta katika wimbo. Lakini pia katika masomo ya nadharia ya muziki hupendwa kuuliza. Kwa nota ambazo huwa zinapatikana katika nafasi kwenye F clef ni A, C, E na G. Hali kadhalika zinazopatikana kwenye mstari huwa ni G, B, D, F na A. Na huwa na maneno yake ambayo husaidia kuweza kukumbuka. Kwa hapo unaweza ukakariri tu A, C, E, G, lakini hapo unaweza ukakariri pia good boy deserve favor always. Good boy deserve favor always. Unaweza kutumia hiyo ili iweze kusaidia kuweza kufanyaje, kukariri hizi nota au funguo ambazo zipo kwenye mstari katika F clef. Hiyo pia ni kielezo ambacho kinaeleza unaeleza kwa pamoja zilizopo kwenye mstari pamoja na zilizopo kwenye nafasi kama tumeona hapo nyuma. Hatua za kuchora F clef. F clef huchorwa kwa hatua zifuatazo 6. Kwanza huwa tunachora mzunguko katika mstari wa 4. Baada ya hapo tunamalizia mzunguko mpaka kwenye nafasi kati ya mstari wa kwanza na mstari wa pili. Baada ya hapo huwa tunachora duara kuzunguka mstari wa 4. Na baada ya hapo huwa tunaweka kivuli katika mstari wa 4. Lakini baada ya kuweka kivuli tunachora nukta mbili au viduara viwili katika pembeni mwa mstari wa 4. Na baada ya hapo tunatia kivuli katika vinukta hivi ambavyo vipo katika ambavyo viko pembeni ya mstari wa 4. Na kwa kufanya hivyo tunakuwa tumekamilisha
alama yetu ya F clef ambao hutumika kuwakilisha sauti za juu na sauti za chini. Kuwakilisha sauti za chini ambayo ni sauti ya 3 pamoja na sauti ya 4 na sio sauti za juu kama ambavyo nimesema hapo nyuma. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usahau kubonyeza alama ya subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani. Karibu pia ulike, ucomment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Asante sana, uwe na wakati mwema.